kwa neno la Bwana. Tutaendelea na somo sehemu nyingine mbele zaidi. Tusome katika Injili ya Luka sura ya 21. Luka sura 21, andiko la msingi. Alafu kutoka pale nitaendelea mbele zaidi. Leo watasoma kwanza mama zetu, wanawake tutaanza mstari wa kwanza, wanaume tutasoma mstari wa pili, alafu watatu tena watasoma wanawake wote, alafu wanaume tutasoma mstari wa 4. 1, 2, twende. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote. Maana hao wote walitia sadakani katika nyumba ya wazima, bali huyu katika maskini wake ametia yote alivyokuwa navyo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashuka tena Mungu katika miguu yako, tukinyenyekea, tukitamani kula na kunywa katika meza yako Bwana. Asante kwa sababu umeandaa vyote tayari kwa ajili yetu. Tunamleta mtumishi wako ambaye Bwana umemwandaa kwa ajili yetu asubuhi hii ya leo. Simama pamoja naye Bwana, kamata ufahamu wake Bwana, kamata kila neno linalotoka Mungu katika kinywa chake, asisikike yeye bali wewe ndani yake Bwana. Tunakushukuru Mungu kwa sababu una makusudi na kila mmoja wetu. Unataka kutufundisha, unataka kuyafunua yale uliyoyaweka katika vilindi vya moyo wako kupitia mtumishi wako. Tunajinyenyekeza kwako Jehova, tukifungua mioyo yetu Jehova, tukitamani kulishwa na wewe. Asante Mtakatifu, tunaomba kipekee kwa ajili ya mtumwa wako ambaye Bwana umemwandaa. Mpake mafuta mabichi, mpake mafuta mabichi. Simama pamoja naye Mungu, kamtumie sawasawa na wingi wa rehema na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo naomba nikikushukuru. Amen. Amen. Naweza kukaa na Mungu akubariki sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na sasa tunapenda kuendelea na somo la utoaji au la matoleo ambalo nilikwisha kuanza katika session kama 3 nimelifundisha, na mara ya mwisho ndio tuliangalia zaidi katika kitabu cha Malaki sura ile ya 3, na tukaona jinsi ambavyo Mungu anatuhimiza kuwa watoaji, na tukaona jinsi ambavyo ziko baraka ndani ya kutoa, na tuliangalia msingi kwamba katika kila tunachopata, katika mapato yetu yote, kuna vitu viwili vinamhusu Mungu anapotuangalia. Namba 1, anaona kuna zaka, kuna 10% katika kila aina ya pato, every income, chochote ambacho nakipata. Namba 1, kuna 10% ambayo sio ya kwako. Anapokufanikisha chochote, mapato ya aina yote, iwe ni wanyama, iwe ni mazao ya nchi, iwe ni fedha, iwe ni mali ya aina yote, iwe baraka ya aina yote, kuna 10% ambayo ni mali ya Mungu. Na niseme hivi, hata unapoitoa hiyo, huitwi mtoaji,
ila unaitwa ni mwaminifu, umerudisha kilicho cha Mungu. Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja kanisa? Ni cha Bwana. Ndio maana ukikitumia unaitwa mwizi, unaitwa mnyang'anyi, umepora kilicho cha Mungu. Tuliangalia wazi na Mungu anasema wazi katika Malaki sura ya 3 kuanzia mstari ule wa 8 hadi wa 12. Lakini tukaona pia kwenye income yoyote, kwenye kipato chochote ambacho kinaingia mikononi mwako, kuna kitu ambacho Mungu anakiona ni cha kwake, ni dhabihu au sadaka. Tafsiri ziko mbalimbali, lakini sikuchanganya, ni kitu kile kile, kwa sababu walikuwa wanatoa vitu na wanyama. Tuko pamoja? Kwa hiyo ametoa neno dhabihu, vyote hivyo viko hapo ndani. Anasema mnanibia, mnajiuliza mmenibia nini au kwa namna gani? Anasema mmenibia zaka na dhabihu. Halafu ndipo anasema leteni zaka kamili. Kwa nini dhabihu? Kwa sababu kwenye kila pato Mungu anamtarajia kila mmoja wetu kumwona akitoa sehemu ya kile alichobakiwa nacho, yaani kwenye 9 ya 10, kwenye 90%, Mungu unamrudishia kwake. Okay, hii 10% zaka ni ya kwako Mungu, ni hiyo. Sasa nimebakiwa na 90%. Sasa naye anakuuliza upendo wako katika hiyo 90 iliyobaki ni upi? Huo hauna kanuni, hauna sheria. Unaweza ukatoa 10%, unaweza ukatoa 20, 30, 1%, 5%. Ni vile unavyopenda moyoni mwako. Hakuna kanuni ya 10%. Tuko pamoja? Kanisa, tuko pamoja? Kule nyuma tuko pamoja? Kwenye mtandao tuko pamoja? Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka twende mbali kidogo, na ndio maana nilikwambia haiwezekani hata siku moja kwa mtu yeyote aliye makini kiroho ukakosa sadaka. Haiwezekani. Na tuliangalia hilo, si ndio? It is impossible. Haiwezekani. Haiwezekani hata mara moja ikatokea. Kwa sababu kwanza unapoamua kwenda kwenye ibada unajua ninaenda wapi, una maandalizi. Kwa hiyo unakuwa umejiandaa, si kwa fedha tu. Unaweza kuwa umejiandaa kwa sadaka ya fedha, kwa dhabihu ya fedha, au kwa sadaka ya fedha, au kwa zaka ya fedha, lakini pia unaweza kuwa umejiandaa kwa zaka ya wanyama au vitu au mazao. Na tuliona kwamba si vizuri kuwa tunatazama tu fedha. Hapana, tuangalie upana wa maagizo ya Mungu. Anasema katika mapato yako yote, katika mazao yako yote ya nchi na mazao ya wanyama. Ndipo anataja dhahabu, shaba, fedha na kadhalika na vitu vingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakutarajia pia utakuwa mwaminifu katika sadaka zako. Pia unatoa zaka na baadaye unakwenda kutoa sadaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Muulize jirani yako, ukijumlisha sadaka zako ni 10% ngapi kwa mwezi? Muulize tu, hilo ni swali tu la kumwamsha. Amesema ni 10% ngapi? Amesema ni 10% ngapi? Amesema ni 10% ngapi? Hata hajui maana anatoa bila malengo. Toaji makini. Ukitaka inakupa siri, na nakupa siri ambayo hata mimi imenisaidia. Kwa nasema kile ninachokishi kwa zaidi ya miaka karibu 20 na au karibu 30, na nimekithibitisha. Ndio maana kuna watu wameniuliza, na kuna kiongozi mmoja, sitamtaja kwa cheo chake kwa sababu haitakuwa sio madini mazuri. Amesema nataka nije, ameniambia last week tu, wiki iliyopita. Akaniambia ninataka nije nikae na wewe unipe hata dakika 15 tu 20. Siri ya wewe kuwa na mafanikio katika kutoa ni nini? Simple question. Na mimi nikaogopa kwa sababu ananizidi baadhi ya vitu kabisa. Baadhi. Nikamwambia sija kuelewa mtumishi. Sasa nataka, maana nimekaa na wewe nimekufuatilia. Sijawahi kuona hata mara moja hauna
sadaka ya kutoa au mkiwa na sadaka ngapi? Sijaona mahali umeruka au umekwenda. What is happening in your life? Nini kinatokea kwenye maisha? Akasema mimi nimepata wivu, nimekustaki kwamba na mimi kimya, usingetegemea. Nikamwambia basi kwa vile umeomba kuja ofisini tuongee, basi ninasema tu kwa unyenyekevu, naomba Mungu anisaidie, tutaongea. Lakini wewe nikwambie kama mshirika au kama mtu anayenisikiliza, au unasikia kufundishana, unapoamua kuweka malengo na unajiandaa mapema, hutakosa cha kufanya mbele ya Bwana. Kila mara utakuwa na cha kutoa, tena kwa ziada. Kwa sababu Mungu anataka uwe na neema ya utoaji katika kila eneo. Amen. Kwa nini? Kwa vile anataka kuandae pia upate baraka na neema za baraka ya Mungu katika kila eneo. Ndio. Ananielewa sema amina. He wants to be fully blessed. Anataka ubarikiwe kabisa. Kwa lazima akupe grace, akupe neema. Neema haitoki nafsini mwetu. Neema inatoka kwa Mungu aliye hai. Mungu ndo anakupa kadri unavyojiweka makini, na kadri unavyojijengea nidhamu ya ndani, kwamba ninapopata tu 100,000 siwezi kusema sasa nataka nikanunue viatu au shati. No, haiwezekani. Hata kama nina mahitaji mengi, kwanza atasema okay, nimepata hii ya Mungu ni 100% tayari. Alafu sadaka katika hili na kata pale pale. Sitofautishi Mungu. Ninapokata zaka naweka pembeni, nimetulia, ni nyumbani, ni ofisini, ni Mungu amenibariki safarini au popote, au nimepigiwa simu, askofu nimekubariki na 50,000 au 20, pale pale chukua uweka. Hii sasa ni hivi. Okay, hapa Mungu kwenye hii 500,000 au 1,000,000 hivi. Okay, nashukuru Mungu. Okay. Laki hizi naweka hivi kwa sababu ya zaka, lakini sadaka na nini hapa katikati naweka laki zangu zingine 2 hapo au 3 nimeweka pembeni, sigusi. Afanyasema Mungu kwenye ile 5,000 ndio niangalie nina mahitaji gani mbali, nina mahitaji mahali pengine wapi, utaratibu wangu mwingine ukoje. Nilimwambia mtu yule nitalipa hiki, okay nitafanya hivi, yule na hadi okay nitafanya hivi, lakini hii nyingine imeshawekwa pembeni. Hakuna namna nikija kanisani nasema sina sadaka, sivyo hapa kitangaza 15 kama nimejiandaa na nimetoka uzuri na Mungu, ninaamini kwamba siwezi kukwama. Kama unasikia wivu, naomba Mungu akuambukize wivu na ufahamu huu, kusudi pia akukutanishe na baraka tele. Tena baraka nzito. Nataka kuoneza kitu. Mungu akikujua, Mungu akitambua moyo wako ya kwamba umeuseti moyo wako kumbariki na unataka uguse madhabahu yake, uguse nyumba yake, atahakikisha kila mara anakutanisha na neema ya baraka isiyokuwa ya kawaida. Anayepokea hilo alipokea na kuombea neema hiyo ijue. Haleluya. Okay. Sasa nataka tuende mbele zaidi leo. Baada ya kuziona hizo matoleo ya aina hayo nimeyataja kwenye sasa, nitakapokuwa nataja aina ya matoleo ndio tutahitaji zaka siku nyingine au mahali pengine, na aina ya sadaka zingine kama 5 hata 6 kulingana na vile ambavyo tutaona tuzigroup kimaandiko. Lakini leo nataka tuangalie kipengele cha muhimu sana kingine. Kanuni za utoaji. Kanuni za utoaji. Kanuni za utoaji. Kanuni za utoaji. Kwa hiyo kama unaandika, andika kanuni za utoaji. Naomba uwe na amani. Mitambo yetu wanajitahidi kufanya kinachowezekana. Amen. Kanuni za utoaji. Zipo kanuni kadhaa za utoaji. Unajua kila kitu kina kanuni yake. Ndio. Hakuna mfumo usiokuwa na kanuni. Hata utoaji pia. Kule nyuma mnanisikia vizuri? Ungeni mkono namna mstari wa mwisho kule, wale mashemasi. Asante, very good. Namshukuru Mungu.
Kila kitu kina kanuni yake. Hata utoaji sio somo ambalo unatoa kiholela. Watu wengi wanaotoa kiholela wamepata matokeo holela pia, na wako wengi wamewahi kutoa na wamekuwa wakitoa hawajaona matokeo mazuri ambayo nitayafundisha kwenye awamu ya mwisho. Maana nikitoka hapo kufundisha kanuni, tutaangalia nguvu ya matoleo hiyo. Nataka kwanza tuangalie kanuni, alafu impact yake ni nini, alafu mwishoni tutaangalia matokeo yake ni nini. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Matokeo yake ni nini? Lakini kabla ya hapo, hebu tuanze kuangalia kanuni. Tuangalie kanuni ya utoaji. Tumeona kuna kutoa hiyo zaka, kuna kutoa sadaka mbalimbali ambazo tutazitaja, lakini principle yake ni namna gani unaweza kutoa? Je, unatoa vyovyote? Hapana. We don't give anyhow. Hauwezi kutoa kwa namna yote. Ipo kanuni, na Mungu ni Mungu wa kanuni sana. Na naomba nizitaje kanuni chache. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kanuni ya kwanza ya utoaji, sio katika uzito, lakini nasema ni zote zina uzito sawa sawa, ila hauwezi kuzitaja zote 5 mara moja, hapana, au 7 mara moja, lakini lazima uanzie na moja wapo. Kwanza kabisa, kanuni ya kwanza ya utoaji mzuri, naongelea utoaji wa kibiblia, because I'm teaching on biblical giving. Nafundisha utoaji wa kibiblia, kuna kaa kwenye kanuni za kibiblia. Kanuni ya kwanza ya kutoa sadaka, hata leo utakapokuwa unatoa zaka yako, nadhiri zako, sadaka zako mbalimbali, na hata kama Mungu atakupeleka mahali pengine ukaenda kutoa, hizi ni kanuni zitakusaidia kuugusa moyo wa Mungu. Halafu utaweza kutenda baraka za Mungu sawa sawa. Kanuni ya kwanza, unapomtolea Mungu uwe na nia njema. Nia njema, unaandika kwa haraka. Nia njema. Na sio nia njema tu, ni nia njema ya kumpendeza Mungu. Nia njema, nia nzuri ya kumtukuza Mungu, ya kumbariki Mungu. Nia njema. Uwe na nia njema. Nisoma katika nyaraka wa kwanza sura ya 28. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28. Nyakati wa kwanza sura ya 28. Naanza kusoma ule mstari. Katika sura hii ina mambo mengi ya utoaji, lakini naomba nisome mstari ya kwanza michache katika sura 28. Sura 28. Mfalme Daudi wakati wa kujenga hekalu, anapotaka kumkabidhi mwanawe jukumu hilo, lakini anaonyesha wapi kitu gani kilimgusa Mungu. Na tutakaposoma katika maandiko ya referensi zake za nyingine za nyakati za Samuel na hasa kwenye nyakati hii anafafanua zaidi, lakini wacha tusome ule mstari wa pili. Anasema ndipo Daudi mfalme, labda nianzie mstari wa kwanza. Anasema kisha Daudi akawakusanya huko Yerusalemu wakuu wote wa Israeli, wakuu wa kabila na maakida wa vikosi wenye kumtumikia mfalme kwa zamu, na maakida wa maelfu na maakida wa mamia, na wenye kutawala mali na milki za mfalme na za wanawe, pamoja na matowashi na mashujaa, nao waume mashujaa wote. Mstari wa pili. Ndipo mfalme akasimama
Ndipo mfalme akasimama. Maandiko yanasema ndipo mfalme akasimama kwa miguu yake, akasema, nisikilizeni ndugu zangu na watu wote na watu wangu, mimi nalikuwa na nia ya kujenga nyumba ya kustarehe kwa ajili ya sanduku la agano la Bwana na kiti cha kuwekea miguu yake cha Mungu wetu, hata nalikuwa nimeweka tayari kwa kujenga. Lakini Mungu akaniambia, wewe utajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umekuwa mtu wa vita, nawe umemwaga damu. Lakini angalia neno kubwa katika ule mstari wa pili, anasema nilikuwa na nia. Mimi nalikuwa na nia ya kuijenga nyumba ya kustarehe. Nani jamani? Kwa ajili ya kustarehe, kwa ajili ya sanduku la agano la Bwana. Nalikuwa na nia. Na nataka nianze kusema kwamba chanzo cha baraka ya Daudi mfalme na Mungu kumpa kibali cha kawaida ni nia nzuri, ni nia safi iliyokuwa ndani ya maisha yake. Wakati watu wote wanakaa mahali pazuri, wakati watu wote wana nyumba nzuri, wazo lilimjia toka ndani, akasema, mbona sanduku la agano halina mahali popote, na hili ndilo linawakilisha uwepo wa Mungu hapa duniani. Akasema, hapana, lazima nijenge nyumba ambayo huyu Mungu wetu katika uwepo wake kupitia sanduku la agano atakaa. Bwana akaguswa mbinguni. Na maandiko yanasema, unajua, kabla ya Daudi hakuna mtu aliyewahi kuwaza, kabla ya mfalme Daudi hakuna mtu aliyewahi kuwaza kwamba Mungu anahitaji mahali fulani. Hapana. Hakuna aliyekuwa na wazo. Kama ambavyo tunaweza kuwa kwenye nyumba ya Mungu leo, kuna vitu vingine vinaweza kuwa vinahitajika, lakini hakuna aliyekuwa na wazo. Lakini mimi nakuombea neema ya Mungu ikupe ufunuo wa mahitaji katika nyumba ya Bwana. Mpaka Mungu aseme, yule mtu ananigusa. Mpaka Mungu aseme, yule mtu ananibariki sana. Ananibariki sana. Kwa nini? Unagundua vitu. Ngoja nikwambie, utoaji wa kiungu una macho. Okay. Utoaji wa kiungu una ufunuo. You give with revelation. Unamuomba Mungu kila mara ili utembee naye vizuri. Unamwambia, Bwana, ninaomba unisaidie kuwa na ufunuo wa mahitaji. Nini kinahitajika mahali gani? Si wewe sio mtu wa kutoa tu hivi bila utaratibu. Unategemea tu mpaka itangazwe. Hapana, naomba Roho Mtakatifu akupe matangazo ya rohoni, akupe matangazo ya ndani. Ina shida pia beti kidogo. Na katakata unaweza kuangalia inasema kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana kuombea leo Mungu akusaidie, akupe ile ufunuo wa ndani. David, Mfalme Daudi anakuwa mtu wa kwanza anapoendelea kumcha Mungu na kutembea naye, halafu anapata ufunuo wa ndani. Halafu anapopata ufunuo wa ndani, ule ufunuo unampa picha kwamba kuna kitu kimekosekana, kuna nyumba imekosekana ambayo Mungu anataka heshimiwe. Haleluya. Amen. Sikilizeni kanisa la Bwana. Kama tunataka tufanikiwe, tuwe Wakristo wenye maono ya mahitaji katika nyumba ya Bwana. Amen. Sio mpaka itangazwe, hapana. Mungu anaguswa na wewe, macho yako yanapofunguliwa na kuona kwamba mjane huyu hana nguo, anahitaji kuwa na nguo. Singoji mpaka aje aombe, ninaomba nguo. Hapana, hapana. Inakuwa tumechelewa. Anapokuja mtu anakulilia shida, tunakuwa tumechelewa.
Ukitaka baraka ya kwanza inayogusa Mungu ni pale ambapo umekuwa makini katika kutembea na Mungu mpaka unapata ufunuo kwamba kuna hitaji la namna hii mahali hapa. Haleluya. Amen. Sasa angalia kilichotokea. Daudi alipoona kuna hitaji kwenye nyumba ya Bwana, alipoona kuna hitaji kwenye nyumba ya Bwana, akaamua kumjengea Mungu. Akaweka nia kumjengea Mungu. Ingawa alikuwa na makosa mengi, ingawa alikuwa na madhaifu kadhaa, ingawa hakuqualify, hakuwa na sifa ya kujenga. Maana Mungu anataka ajenge mtu ambaye hakumwaga damu kwa kanuni yake. Naye alikuwa mtu wa vita, amemwaga damu za watu wengi, ameondoa uhai wa watu wengi kwa sababu ya kupiga vita. Anaposhindana na maadui zake, Mungu akasema okay, nimeheshimu nia yako. Nataka nikwambie nguvu ya nia ni kubwa sana. Okay. Na Mungu anaheshimu sana nia. That's very good. Kuna watu wengine tutakapofika mbinguni mtashangaa kanisa watalipwa sana, ingawa tuliona hawakufanya kazi waliondoka. Kwa nini? Mungu alizijua nia, atawalipa kulingana na nia zao njema. Amen. Kama unanielewa, naomba unielewe vizuri. Ndio maana ukitaka kufanikiwa kutembea na Mungu, hakikisha nia zako unazitimiza. Hata ule mtindo wa kila Januari unaweka malengo mengi, alafu ikifika March umeisha sahau, hutimizi chochote. Mungu anajua kabisa wewe ni mweka malengo yasiyotimilika. Lakini Mungu anawajua watu ambao wakiweka malengo wanayalinda, wanayasimamia mpaka wanayatimiza. Ndio. Haleluya. Amen. Mpaka unatimiza. Unasema sitakaa mpaka nimeona jambo fulani limetokea. Unasema sitapumzika mpaka nimeona kitu fulani kimefanyika. Mimi sioni raha. Mimi kila mara nikikaa mahali hapa huwa najisikia vizuri. Wale ambao tumeanza hapa kanisa miaka mingi, karibu 20, unaweza kuona mabadiliko kila mara yanatokea. Kwa nini? Kuna watu wana maono. Zamani hapa ilikuwa sipo wazi tu. Lakini maono. Mtu akasema mchungaji, naomba nipande miti hapa izunguke ikae. Napenda kusiwe kama jangwani. Zamani watu wanapita hapa wanaongea tulikuwa tunasikilizana. Si mnakumbuka? Na zamani ilikuwa ni level moja. Ibidi baadaye tupige greda, tushuke. Haya, tupandishe kidogo hapo kote. Haya, baadaye mtu mwingine akaja akapanda miti. Baadaye hiki kimetokea tena kile. Mpaka Mungu anajisikia kwamba mahali pake pa kuabudiwa pawe pazuri kwa faragha. Mimi nakuombea leo Mungu akupe maono ya utoaji. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Mungu anakiangalia ni nia. Nia yako ni nini unapotoa? Mungu aliheshimu nia ya Daudi, mfalme Daudi, kwa sababu alikuwa anataka nyumba ya Bwana au sanduku la Bwana liwe na kiburi. Ungesikia mahojiano yake na Mungu ni ajabu sana. Mungu alimwambia wewe Daudi, utanijengea nyumba mimi? Kwa sababu mbingu yote ni mahali pangu kwa kuweka kitu. Alafu dunia yote mambo yote, weka ardhi na bahari na kila kitu, is my footstool. Ni mahali pa kuwekea tu miguu yangu. Sasa wewe utanijengea nyumba wapi ya kunitosha mimi? Lakini namshukuru Mungu akasema, okay, kwa vile ulikuwa na nia njema na ukataka mimi nikae mahali, nimekubali. Katika kukubariki nitakubariki, na nyumba hiyo naipa kibali. Akaipa kibali, nyumba ikajengwa. Ingawa Mungu hakuwa contained kwenye ile nyumba hiyo, hakai kama kwenye test tube kwamba akiingia kusema ni nyumba ya Bwana anakuwa ameshia hapo nje. Yeye yuko mahali pote. Haleluya. Ndio maana sio rahisi kumjengea nyumba, lakini akaheshimu nia yake. Kwa hiyo niendelee na kidogo kwenye nguvu ya nia. Huo nia, fungua pamoja nami katika Mathayo sura 6. Mathayo sura 6. Kwa hiyo kumbe hata tunapokuja hapa, Mungu anataka kama unataka kufanya jambo lolote ufanye ili watu wakuone. Sio watu. Na mstari wa pili napenda anafafanua kuhusu sadaka. Soma ule mstari wa 2 hadi 4. Wanaume tusome wa 2
watatu wakisoma wanawake, halafu wanne tutasoma kwa pamoja. 1 2 twende. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njia, ili watukuzwe na watu. Neno ili manake linaonyesha nia, kusudi la utoaji. Anasema ili watukuzwe na watu. Usitoe sadaka kwa maonyesho au kwa mashindano. Twende mstari wa 3. Amini na wageni ndio wao wote kwa pamoja iwe kwa siri. Turudie tena, sadaka yako iwe kwa siri na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Haleluya! Hiyo ndio kanuni ya kwanza. Usitoe kwa mashindano. Mwingine anabadilisha sadaka baada ya kumwona mtu. Alikuwa anataka kutoa elfu, anataka akumbe kile tukiza na msalaba, anataka kutoa koini hivi, akiona wenzake wana akitaka kuweka koini, anakuta sasa kama hakuna anayeshika koini, basi anachange tena, anakuta ameshika 1000 yake, akitaka kutoa 1000, anaona kama akiona jamaa waliotangulia wote wameshika Masai wa Msimbazi, basi sasa tena nini? Anakuta ameshika labda 2000 na anachukua 2000, anakuta wale wameshika 2200, ila anakuta hela anazo angalia hela anazo zipo kwenye wallet au zipo kwenye pochi au kwenye anakuta hapana. Watu wote wanapotoka pale wanatoka vizuri, wameshika pale haleluya na nini, anagairisha ile coin yake, anakuta watu wote wanatoka wanachukua noti pale, basi kiona nami ndio naye anashikiza noti yake, anachukua na mimi basi kaona mimi ndio sitatoa kutoka pale, ndio anashirikiza anaweka pale. Mungu anasema sadaka ya namna hii haina malipo, haina thawabu. Ndio maana tunapokitaka kutoka kwa kugusa moyo wa Mungu, unajipanga toka nyumbani. Siku kadhaa lazima unajua hii ni wiki, nitakuwa Jumatano kanisani, Ijumaa nitakuwa kanisani, nimejipanga vipi? Watu wengi kusaya sadaka hakutoa sadaka yako, unakuta mtu ndio anasubiri, akiona waliobaki kwenye viti wengi na yana save hapo, akiona wengi wametoka ndio anaomba nitakuwa nimebaki peke yangu, utaonekana kama sito, ndio anatoka sasa, anatoka tu ule. Mungu anaona kabisa ulikuwa huna nia ya kutoa. Kweli kabisa. How we going together? Ndio. Tunaenda pamoja kanisani. Yaani nataka nikufundishe kitu cha ajabu leo, utashangaa. Yaani wewe unapokuja kwenye nyumba ya Mungu, unanisikia na msomo sawa. Unapokuja kwenye nyumba ya Mungu, ipange kuugusa moyo wa Mungu, hata kama jirani uliokaa naye hana mpango wa kugusa Mungu. Na usipunguza hata kimoja katika vile ambavyo umekusudia kufanya kwa Mungu. Kwa nini? Nayo mbingu inakuwa imejipanga kukukusudia, kukubariki kwa viwango ambavyo vinaiona mbingu, vinaona moyo wako umejiandaa. Na mbingu haitajali jirani yako anapitia mambo gani. Mbingu itakuwa tayari kukubariki sawa sawa na vile ambavyo umejipanga kugusa moyo wa Mungu kupitia madhabahu yake. Amen. Unanielewa sawa sawa? Ndio. Ndio maana utoaji wetu hautakiwi uwe wa kujionyesha kwa namna yoyote. Na shetani anaweza kukupa sauti, unajua sasa fanya kama unyenyekevu, unajua wenzako wote wametoa kodi, wametoa hapa, alafu wewe ukionekana kama unatoa hivi na hivi, itaonekana sio. No, swala la ufalme wa Mungu halimhusu jirani yangu, ni mimi na Bwana tu. Sisi ni mimi tu na Bwana, ni agano. It's a covenant. It's a covenant relationship. Ni mahusiano ya kiagano. It's a covenant relationship kanisa. Unapotembea na Mungu, wewe ni mtu wa agano na Mungu, sio na wanadamu. Na usitoe sadaka ili akuone mchungaji, si askofu. He is a human being. Ni mwanadamu. Mimi leo ni mchungaji, mimi leo ni askofu, ni leo nipo tu katika zama kama kibarua wa Yesu. Kwa maana nyingine anasema, lakini impact kubwa, kishindo kikubwa na kanuni ya Mungu
kukubariki iko kati ya wewe na yeye kupitia neno lake katika madhabahu yake takatifu. Kwa hiyo usijali mwenzako anafanya nini au afanye nini. No, namba moja, weka nia njema ya kujenga ufalme wa Mungu na kujiweka wakfu mbele zake kwa habari ya matoleo. Usiwe na mazoea yote. Nataka nikwambie kabisa, ukitaka Mungu uwe anakutokea, iwe ni Alhamisi, ni Jumanne, ni siku zote, jijengee kanuni isiyobatilika. Namba moja, weka nia njema ya kugusa moyo wa Mungu. Amen. Hallelujah. Mpaka ifike Mungu kule mbinguni anasema, ninajua wengine wanaweza usifanye, lakini sio sahihi watu wanafanya. Lakini sio mtu fulani, sio mama fulani, sio dada fulani. Najua yule binti yangu, namjua atafanya kile ambacho kitabariki moyo wangu. Na anafanya kulingana na baraka aliyonayo. Tunaenda pamoja. Amen. Kanisa tunaenda pamoja. Amen. Kwanza, weka nia njema. Weka nia njema. Weka nia njema. Kuna majaribu katika somo la Kutoka. Utakwambia kule mwishoni, labda Mungu atakaponisaidia siku nyingine. Majaribu ya utoaji yako mengi. Kuna kusema vibaya, kuna kufikiriwa vibaya, kuna nini. Mwingine anataka kiona tu, mwingine anatoka, anaanza kukuja soko. Anatoa siku tatu tumekaa kama sisi hatuna. Hapana. Tunazo na sisi tunaweza kutoa. Inategemeana unazo, inategemeana una nia gani na hizo hizo nazo. Mimi nina nia ya kumgusa. Ndio nia. Naweza nikawa sina hela ya kufanya jambo fulani, lakini nakataa kukosa hela ya kubariki Mungu. Amen. Amen. Na maana Mungu akisema huyo. Amen. Mbele Bwana asema ninakubali. Amen. Haleluya. Naomba niende kwenye kanuni ya pili. Kanuni ya pili, kile unachokitoa, au natakomea na hili, kile unachokitoa kiwe ndani ya uwezo wako, kiwe ndani ya uwezo wako. Ndio maana huyu mama wa senti 2 mjane alitukuzwa, alipongezwa na Yesu Kristo, alipewa comments na muumbaji Yesu Kristo za kiwango cha juu sana. Hebu turudi katika kwanza Kutoka au Kumbukumbu la Torati. Tusome tu Kumbukumbu la Torati. Tuone Mungu alisemaje huko ambako anaweka misingi ya utoaji. Kumbukumbu la Torati 16 na mstari wa 17. Kumbukumbu la Torati 16 na mstari wa 17. Tunaweza tukasoma kwa pamoja. Kumbukumbu la Torati 16 na ule mstari wa 17. Twende 1, 2, twende. Kila mtu na atoe kama kanisa, kama kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Kila mtu atoe kama awezavyo, kama alivyojaliwa, kwa kadiri ya nani? Ya baraka. Napenda ile maneno ya baraka ya nani? Sio mwanadamu, ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Kila mmoja ana kitu alichopewa na Mungu. Kila mmoja ana baraka yake tofauti na mwingine. Ndio maana usiumizwe. Listen the church. Sikiliza kanisa. Usiumizwe. Yaani mimi nina amani ya kutosha. Mchungaji hapa atoe milioni 6, anapotoa tita lake la milioni 6 anaenda kumtolea Mungu, na mimi kwa uhakika nina hizi hapa, kama sasa hivi ziko shilingi 700 hapa, nina amani kabisa. Kama Mungu amenipa ni shilingi 300, nina amani na nitatoka, ninaruka. Sitoki kwa unyonge. Nimeona wengine akiwa na hela ndogo ndio anashika kinamna mbaya, kama vile anakuazika sana, si ndiende au nini. Mwingine anampa mtoto wewe ndakatoa. Unafanya nini? Nataka ujielewe kwamba mbingu inafahamu mapito yako.
na mbingu inafahamu mapato yako, na mbingu inafahamu baraka zako. Mungu anajua alichokupa, na Mungu hataki utoe kile usichokuwa nacho. Na niwakumbushe kwa mara nyingine, ni marufuku kukopa sadaka. Hatukopaki sadaka. Hatukopaki sadaka. Mungu hataki sadaka za kopa. Anataka utoe katika vile alivyo kubariki. Well, stop making the shows. Acha kufanya maonyesho. Unasema itakuwa ndogo, itakuwa ndogo. Nikope. Hapana. Mungu anataka utoe kulingana na kile ulicho nacho, tena ukitoe kwa amani na furaha ya kutosha. Wewe ndio ukishika manoti makubwa, umeshika 300 yako, kwa sababu ndio baraka yako, wala hutani. Hata Mungu akiangalia akaunti zako anakuta ndio hivi, yaani pengine ni ya kitabu tu. Nayo kitabu karibu tafutwa, maana haijawahi kuongezwa zaidi ya miaka 2 nyingine. Akaunti ziko ndogo. Unakuja, "Tolea na Bwana siku zangu zote, natolea Bwana. Natolea Bwana kweli siku zangu zote, natolea." Unafurahi kwa sababu umemtolea Bwana katika sawa sawa na baraka alizokupa. Tunaweza kusema amina kubwa kabisa. Tungemjua Mungu, somo hili halina makwazo hata robo. Kuna wengine wakisema wanafundisha kutoa, wanaanza kukuja shule tanyang'ani. Mungu sio mnyang'anyi. Ndio. Mungu sio mnyang'anyi. Mimi nithibitisha personal. Hata nikiingia mbinguni nitasema Mungu nilithibitisha wewe sio mnyang'anyi. Nimewahi kutembea na dola mimi zaidi ya miezi 3 minne. Thamani yake ni zaidi ya milioni 1 na namwambia Mungu nitatoa. Naingia natoka nasema toa, endelea kutoa zile ambazo umependa kunika. Na mbariki. Na kutana na watu wengine. Mwingine ataniambia nimekutana na kina. Ule ndani sisikii. Naambia asema mwenyewe. Ile mbariki kile ambacho unasikia kumbariki. Mungu sio mnyang'anyi. Hata kama umetoka na mshahara kule benki, usiogope useme na uacha hapa mwamba. Na hapa naacha jirani mama. Unajua naweza kaingia nao pale roho akaongea nikashangaa nimetoa mshahara wote. Usifanye Mungu ni mporaji. Mungu hapo kabla hata kupata huo mshahara au mapato yako makubwa, ni Mungu alikupa nguvu za kupata haya mapato. Nikashfa kumfanya Mungu mporaji. Mimi nitembea na bilioni kadhaa. Niliacha kimshika sacha siku nyingine. Niwahi kutembea na bilioni kadhaa. 10M banda nilienda. Nimetembea, nimekwenda, nimeingia kanisani, nikarudi, nimepiga huduma, nimeenda mikoani, nimerudi, nikamwambia tu, si unaona hawana hata kivuli. Ukiwabariki chochote itakuwa vizuri katika ufalme na watu wataendelea kuwa. Nikatoa moja, nikaomba ili fanya kazi kubwa, nikamaliza kazi. Mpaka leo nasema Mungu akubariki, Mungu akubariki. Lakini nilikuwa najua kwamba hizi nyingine Mungu ataniongoza nisipeleke wapi. Ndio. Mwambie yako Mungu sio uporaji, Mungu sio uporaji. Na niwaambie hata nilikuwa nanyang'anya na haki ya kutunyang'anya. Uhaisi ametupa yeye. Usiku wote ametupa yeye. Unaonekana mwanadamu ukismart kuna habari njema bila shaka. Sisi ndio tunafanya uonekane hivyo. Amen. Ninakushangaa kama unaweza kumwambia babako mzazi, baba mzazi wewe ni mnyang'anyi. Najua nikishika hela nyingi mbele zako wewe unaweza ukaniomba wewe utanyang'anya. Misa unaenda kuficha shambani kwenye migomba, alafu naambia sasa ndio nakomesha natembea na coin moja. Yeye atakinyang'anya, unanyang'anya hivi lakini kule ina 6 shambani. Hivi wewe ukiwa ndio baba mzazi au mama mzazi utasema nina mtoto mwenye busara? Mtoto mwenye busara huaga kitabu pochi lote iliwezekana analeta, anasema mama, pochi yangu ndio hii hapa, haleluya, na Mungu ndio hii, naomba ushauri. Kwa nini kama Roho Mtakatifu ni mshauri wa ajabu? Mshauri. Mimi nikwambie, mimi ninaoga tu. Mungu hata kwambia kamata zote, kampe na nini? Kamata zote, kampe. Hapana, Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, na ni Mungu wa familia, na ni Mungu ambaye anataka mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Labda kutoa emotional, tutaangalia wakati mwingine tunapoangalia aina za kutoa. Kuna kutoa kwa kanuni na kuna kutoa kwa msisimko. Na ndio tumepata shida hata ahadi nyingi kanisani zinakuwa ni emotional pledges.
Yeye anasimuka. Na mitano, na 3 milioni. Bwana anajua atakapokupa. Hapana. Fanya kulingana na nini jamani? Baraka yako. Uwezo. Mtu anaelewa, sema amena kubwa. Na kisiwe cha ndugu yako. Kisiwe cha ndugu yako au rafiki yako ambacho huna uchungu nacho. Nimeona mwingine ni mfanyakazi. Siniseme yote. Anakuta bwana mwenye nyumba anaondoka, bibi wa nyumba anaondoka kwa ajili wake, alafu kama ni mnaofanya kazi hizo ndio gani? Nimekuwa ni mara nyingi nikiwaambia watu ambao hawawapi mishahara yao, posho zao, wanaoajiri kama ni house boy au house mtoto dada wa kazi ndani au kaka wa kazi nje, kama humpi majira na uko hapa, ni dhambi kubwa unaifanya. Narudia tena, kama humpi majira yake, humpi mshahara wake, humpi posho yake kwa wakati, ni kosa mbele za Mungu. Ukumbuke huyo hakuja hapo kukaa, ni shida ndiye imemleta, ni mahitaji yamemleta. Na kama nakaa na wewe, usimtese, usimuumize, mpe kwa wakati. Hicho unachozuilia kukupa ni kidogo sana. Mbona Mungu amekubariki zaidi ya hapo, mama au baba? Na acha kubadilisha, unampa hiki kanga, alafu unampa kitenge, unampa viatu, alafu kesho unasema viatu hivyo vina bei ila hii nimekupa na kukata kwa 60 tukigawana hiyo kiatu ni 180,000 ni miezi 3 hapo. Hiyo ni dhambi na dhuluma ya wazi kwa wazi. Na huko mbele unaenda mali kugumu kubaya zaidi. Hata ukikaa kimya, najua una watu wanakudai, nenda ukawalipe, jisaishe, tubu ukajisaishe. Na kama wewe ni mnyenyekevu mbele za Mungu, mwambie binti yangu, kaka yangu, naomba unisamehe. Sasa naweka utaratibu, nitaanza kulikaba haraka. Unajua ni kiburi, unasema shilingi 60, shilingi 80, kama nampa zaidi ya 100,000, sio ni ngapi? Unajua mlivyokubaliana, hata kama ni shilingi 30. Naweza nikampa hata ya mwaka mmoja, nilipiga mara 30, mara 8, mbona 1,000 tuna 80, nitakuwa nimeshamaliza 2,000 tuna 40, hata kwa mwaka naweza nikampa. Sikiliza, hakuja kwa nini mkataba haukuwa kukaa kwa mwaka. Anao wadogo zake kule kwao, ana shangazi zake, wengine hawezi hata kuona, wanapapasa, anawategemea. Ukimpa hiyo 50 ndio ambayo 30 anatoa zaka na michango leo hii hapa analipa in time, alafu 30 anawatumia kule Iringa kijijini au kule Dodoma au kule Mbeya au kule Mwanza au kule Tanga, kokote kule au Mtwara. Tunaenda pamoja. Ndio kuna mtu anaishi namna hiyo. Tengeneza na Mungu na Mungu atatengeneza mambo yako kwa vizuri zaidi. Sasa wako wafanya kazi. Hiyo ilikuwa la kuwatetea ninyi mnaofanya kazi kwenye nyumba ya Bwana. Lakini ngoja niseme sasa dhambi yenu na nini? Maana neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Shida yenu nini pia? Ni uwizi na udokozi wa mali za bibi zenu na bwana zenu, kuzipeleka bila kibali chao, kujifanya nyewe wakarimu. Hiyo ni dhambi, ni wizi kama wizi mwingine. Bwana mseme amina kubwa. Unashangaa dada yuko ndani. Wewe kwenu kuna nini? Mwajiri wako kazini, wameenda kutafuta maisha. Haona cheo, na ninyi wengine mna tabia mbaya kwenye Mungu. Unaenda kwa mfanya kazi wa mtu. Una mafuta hapa ndani. Una mchele hapa ndani. Hamna unga kidogo. Afu wewe usijeni wewe au asubuhi. Uko nje uko store. Ngoja nikupakulie. Unachukua kibakuli. Unachota mchele chap kidogo. Chukua. Futa kule mfuko. Kama ndugu zangu sasa hivi wamebaki kama mabachela kwa sababu watoto wao wengi wameshaolewa na kuoa na kina askofu nao tunawasubiria unatutangaza kama wao hawana habari. Mimi nimeshaanza kuona hiyo. Sasa hivi ukifika pale kama unafanya kazi, kwa hiyo sikiliza, kama unafanya kazi kwa mfano kwenye nyumba ya huyu, ni rahisi kupatana na nani na msikeni. Unafika pale kwa mfanyakazi wao, vipi habari yako nani? Ndani wako mama huyu yuko hapa kanisani, anainua mikono, anashughulikia watu, anawaambia huyu baba yuko Kigamboni kule anahudumia watu katika Bwana ile nyumba. Sasa yule anayekuwa mfanyakazi ni kama anatawala. Ngoja niingie store. Kuna mchele, kuna unga wa ngano, halafu kuna sukari. Inakuwa kama ni duka la mfanyakazi na jiko kule. Ameshajibu. Hapa kuna kila kitu, chumvi ipo.
wewe kuendana kama wewe tangu umehamia kufanya kazi, tunajua sasa mtaa huu tuna mtu mwanadamu. Mwenyezi Mungu akubarikie sana. Sikiliza wanakulani, huo ni wizi. Unashangaa unalokoa, wanataka tuchumvi kidogo. Tunamsimamia. Hii kitu kwa mchele, watambua. Unatosha tu kidogo. Anataka kuonga, nataka nifikana nini? Nataka niwatangazie leo. Ni dhambi tu. Na sio utoaji. Mungu anataka utoe katika baraka zako. Katika ile 50 yako unapata 1,000 yako unapata ile 200,000 anayokupa alikuwa ndani ya ile ukitoa ndio Mungu atakulenga wewe. Sasa unafanya hasara. Mwenye vitu kule habarikiwi maana hajatoa, na wewe unayetoa kwa wizi hubarikiwi, ile unaongeza dhambi. Shida wakati mwingine watoto wanakuta jirani amekuja vipi? Jamani hizi kanifanya timba ubao hizi. Wanaangalia baba yule. Sasa naomba msimame pale, nikiona gari inakuja pale niambie. Mabao tulishajengea baba mwenye hana tabu. Chukua. Usichukue zote, chukua kidogo. Hapa tunakuwa na kachai mjao anampiga kachai 5,000 6,000 au 10,000 pale basi anajiona karibu. Alafu nakuta majana wanasema, yaani katika wafanyakazi wote maana usimwone. Katika watu leo kupata ni huyu hapa. Yaani ana roho nzuri. Yaani sisi siku moja tutakuja kuokoka hapa. Kumbe ni kilema cha kuokoka. Wanataka akae mradi wao uendelee. Nimesema mfano. Ndio. Kama Mungu amekuamini kwenye kazi ya mtu, kwenye biashara ya mtu, hata kama unauza chai ya mtu, unauza kwenye hoteli ya mtu, unafanya kazi yoyote ya mtu, unauza vitenge, unauza biashara au nafaka mbalimbali, au umekupa gari, au umekupa bajaji, au umekupa bodaboda, unafanya kazi ya mtu, naomba sana mapato yale sio ya kwako, ni ya yule mwajiri wako. Usijifanye wewe karimu, alafu duka la mtu likafilisika, kumbe wewe ndio umesababisha mtu afilisike. Uwe mwaminifu na kutoa tu ndani ya mapato yanayokuhusu wewe. Kama nielewa sema amina. Kanuni ya mwisho ya 3 kwa leo. Nitaendelea na nyingine wakati mwingine. Fungua Samuel. Fungua Samuel kwanza. Nimewahi kuona mtu na mwazima gari. Nisikilize vizuri. Kuna mwazima gari kwa sababu sio la kwake, anajifanya na hapa lifti watu wote. Na kwa vile haongezei mafuta. Uko wapi? Uko Tegeta, nakuja kukuchukua sasa hivi. Unaweza kuvumilia saa moja ndio. Wewe nakuja kukuchukua usio na wasiwasi. Ndio. Unashangaa, namfuata mtu anakaa Tabata, namfuata kwenda kumchukua mtu Tegeta. Mtu mwenye anaenda Mbagala. Akitoka kule Mbagala ndio arudi Tabata. Ukimpa gari, na sisi wengine hatusomaji mileage, ukimpa gari unamwamini mtu, mimi na yeye unashangaa yamejiongezea kule. Halafu anapata sifa zote. Asante. Yaani wewe una roho nzuri. Yaani baba umenitoa Tabata. Mungu akubariki. Mimi nataka nikwambie zile haziingiani sio za baraka. Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. Anajua hii ni mali ya nani na hiyo ni ya wizi na anaendelea kupata laana sio baraka. Kabla muda mrefu utashangaa na kupata. Kama gari ni yako ukitaka omba kwa mhusika. Sibe. Omba kwa mhusika. Mhusika akijua unapata baraka zote. Baba naomba nikae na gari siku nzima. Nitakuwa na mizunguko yangu. Hakuna tatizo. Mafuta yakizidi hapo ni juu yako mwenyewe. Hapo unapata baraka. Lakini sio unaiba. Unatumia mali ya mtu mwingine kujiinua wewe. Hapana, haitakuwa vizuri. Vitu vyema. Tunaenda pamoja vizuri. Naona sitataja cha 3, lakini naona nikomee hapa. Tusome ule mstari wa 24. Samueli wa 2:24. Lazima utoe unachokimiliki, sio usichokimiliki. 24. Kuna mahali laana ilikuwa imetokea. Na kuna mambo yalikuwa yametokea magumu. Alafu mfalme Daudi baada ya maelekezo ya
ya nabii Gadi. Haya ndio yaliyofuata 24. Lakini ukitaka kupata picha nzuri, ukianzia 18 kwa wakati wako utasoma kuanzia 18. Anasema siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, haya, kwea ukamwinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna Myebusi. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Gadi kama Bwana alivyoamuru. Mstari wa 20. Huyo Arauna akatazama akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia. Hebu angalia vizuri Arauna alichokifanya ambacho wengi mnapenda na kukubali. Wakamjia. Arauna akatoka akasujudu mbele ya mfalme kifudifudi hadi nchi. Arauna akasema, bwana wangu mfalme amemjia mtumwa wake kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako. Na rudia haya maneno, anasema nimekuja kwa makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana nini kanisa? Madhabahu, ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Yaani laana na tauni ambayo ilikuwa inawapiga watu, kama utasoma kuanzia kule mwanzo utaifahamu. Haya, Arauna akamwambia Daudi, bwana wangu, angalia watu wanaojua kumtolea Mungu. Wewe unakimbilia ofa, lakini angalia watu wanaomjua Mungu sawa sawa, wanaojua kuteka baraka za Mungu. Angalia majibu ya Daudi, nayapenda sana. Arauna akamwambia Daudi, bwana wangu mfalme, na akitwae yaani hicho kiwanja akatolee yaliyo mema machoni pako. Tazama ng'ombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa, tena vyombo vya kupuria na vyombo vya ng'ombe na vyombo vya ng'ombe vipo kwa kuni, si ndio? Vipo kwa kuni. Vitu hivi vyote, mfalme, mimi Arauna nakupa wewe mfalme. Kisha Arauna akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na akukubali. Yaani anampa ofa ya kila anachotaka kununua. Anamwambia no, unataka kujenga madhabahu ya Bwana, mimi nakupa kila kitu, na sio hicho tu, hata ng'ombe, hata vifaa na vyombo vyote nakupa bure. Take it, mtumishi wa Mungu. Sasa Daudi anajua kwamba nikipokea hivi atakayebarikiwa ni nani? Ni mwenyewe. Ingawa nitajenga madhabahu, utafanya hivi, kanuni ya Mungu anaangalia ni nani aliyetoa. Ndio maana hapa usijali kwamba jina lako litajwe. Hata jina la mtu mwingine likitajwa mahali pako kwenye kule mbinguni, wewe ndio unayeandikiwa thawabu, sio yule ambaye ametajwa. Maana Mungu anaangalia chanzo cha baraka hii ni mfuko upi, nani amesababisha. Na mimi napenda kanuni ya Mungu kuhusiana na kumbariki mtu. Mstari wa 24. Lakini mfalme, hebu tusome kwa pamoja, napenda tusome kwa pamoja. 1 2 twende. Lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, yaani hapana, lakini kweli nitavinunua kwako kwa thamani yake. Kwa nini? Wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizo. Naomba turudia maneno ya mwisho. Wala sitamtolea, kanisa zima 1 2 twende. Wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizo. Siwezi kutolea kitu ambacho mimi sijagharimia. Ndio maana ukitaka kupata kanuni ya kubarikiwa na Mungu, toa kinachokuhusu wewe. Sinde koti langu ukatoa wakati mimi sipo, ukasema umetoa. Ukugharimia. Usinde viatu vyangu ukachukua ukasema anampa mtu fulani kwa sababu askofu ameviacha hapo nje, nimempa mtu alikuwa mhitaji. Hautalipa hata kitu. Unataka kuwa na hatia ya kujibu kama mwizi. Chukua mali ya mtu mwingine. Arauna anapata ofa, nikataa ofa. Na nikwambia watu wakubwa wote waliotembea na mtu sawasawa, hata baba yetu Ibrahim, baba yetu wa imani Ibrahim, alipopewa ofa, tunakumbuka ile kupata ofa. Alipokwenda kumwokoa Lut. Halafu akapewa mazawadi, akaambiwa chukua. Akasema hapana. Wapi tu wafanyakazi wangu waliokuja kuokoa, kuja kusaidia wao 400 ngapi? Fanya hii. Mali sana. Okay, tayari. Okay, tunamaliza. Mimi hapa kwa sababu mimi namjua yule mwamini. Usije baadaye Mungu atakaponibariki zaidi ukasema mimi ndio ninamtajirisha mtu. Mimi atakayenitajirisha ni aliye mbinguni.
akatafuta vya kwake mpaka akapata mtoto wake, akaamua kumtoa. Ndio Daudi anachosema, sitamtolea Mungu kitu ambacho mimi sijakigharimia. Naomba kanisa sasa tuwe na maono ya kumtolea Mungu vinavyotuhusu, sio visivyotuhusu. Ndio. Leta tukatoa yeye nani? Katoe tu. Hapana. Toa ndani ya baraka zako. Na matokeo yake Daudi aliponunua upya shamba lile la Arauna, tunaona jinsi ambavyo Mungu alikithibitisha kiti chake, akamwambia tena, hata baada ya wewe sitaleta tauni. Baada ya wewe, yani wewe utatawala na fimbo ya utawala haitaondoka mikononi mwako. Enzi, maandiko ametabiri, enzi haitaondoka. Uzao wako wa Kiyuda utakuwa siku zote Yerusalemu ukitawala. Hata matatizo yakitokea, mimi nataka nikwambie, ukimbariki Mungu kutokana na baraka zako, halo, mbingu itafunguka kwa jina. Amen. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nimezungumza habari ya kuwa na nia safi, lakini pia utoe ndani ya uwezo wako. Ni maombi yangu kwamba Mungu akusaidie mahali popote. Usitoe kwa mashindano, usitoe ili uonekane na watu, lakini toa kwa sababu Mungu anabariki maisha yako na unataka kumgusa Mungu. Natoa ndani ya baraka zako. Tukilielewa hili, hata mashindano ya kutoa hayatakuwa. Utashangaa kwamba tunabarikiwa kupita. Unajua, tutaona hapo mbele ya safari kidogo, utashangaa Mungu ameahidi hivi, kama tukitembea naye sawa sawa, nafasi haitatosha. Ndio. Hujanielewa. Narudia tena, Mungu anasema atafungua madirisha ya mbinguni na nafasi haitatosha. Amen. Niko najiuliza, kwa nini sitoshi? Maana haitatosha kwako, vitakuwa vitu ni vingi. Mungu atakufanya uwe baraka kwa wengine. Amen. Maana utakuwa nawe kukutosha wewe, halafu nafasi ukitaka yote vitumie wewe, haitawezekana. Maana baraka nayo mimi na Mungu ni kubwa. Sasa utaanza kuwa daraja la wengine kubarikiwa kupitia maisha yako. Ninamwombea mtu hapa awe baraka kupitia maisha yake, watu wengine wabarikiwe. Na ninakuombea wewe unanisikiliza leo, Mungu akufanye baraka kwa jamaa yako yote kwa jina la Yesu. Usiseme yule dada kwenye ukoo wetu, kwenye familia yetu, yule kaka, yule mjomba, yule shangazi, yule binamu, yani basi tulimlokole hovyo, yani sisi ndio tunamsaidia. Hapana. Nataka Bwana afanye upside down, kama ambavyo tulikuwa kwenye mkesha juzi. Asante kwa mahudhurio mazuri sana na uwepo wa Bwana. Asante kwa kuombea mambo yote. Nataka niwaambie kwamba tunakwenda mahali ambapo baraka zetu hazitakuwa na mshindani duniani. Sababu zitakuwa ni za kiungu. Na niwaambie, baraka za kiungu hazina mpinza. Na Mungu akiamua kukubariki, hakuna anayeweza kusema hapana. Hakuna atakayezuia baraka yako. Ninakuombea asubuhi ya leo kupitia somo la utoaji, na unapoendelea kujifunza kutoa, Mungu afungue milango ya baraka kwa ajili ya maisha yako. Bwana kuinua, kutetee na kuthibitisha katika baraka zako. Hata wanaokudharau leo, siku nyingine watakuona juu na utakuwa baraka kwao. Haleluya. Lakini kama unavyojua njia ya kwenda juu ni kwenda chini. The way up is to go down. Kani unavyoshuka, kani unavyojifunza, kani unavyosema Mungu onekana kwangu, kani unavyosema Mungu nifundishe, na kani unavyokubali kufanyika kwa mwanafunzi wa Yesu, nataka nikwambie kuna mambo makubwa utakwenda kuyaona. Naongea na mtu fulani ambaye ana kesi namna hii. Hata kama wewe ni mgonjwa, nataka nikwambie kuna namna ambayo unaweza kumgusa Mungu kupitia matoleo yako, na ugonjwa wako ukatoweka kwa jina la Yesu. Ukagusa maisha, ukagusa kitu ambacho Mungu anakitaka, halafu Mungu akaangalia una mahitaji gani. Hujaomba uponyaji, lakini ukapokea uponyaji. Si mnajua Suleiman hakuomba utajiri, sio? Ndio. Hakuomba fahari. Aliomba tu kitu kidogo, aligusa button sahihi. Akasema tu, naomba unifundishe kuingia na kutoka mbele ya watu wako. Mungu akasema nakushangaa. Yaani hujaomba mali, hujaomba utajiri, hujaombea mabaya maadui zako. Yaani wewe unaomba hekima yangu mimi, ujue jinsi ya kuingia mbele ya watu na kutoka. Sasa nataka nikwambie, namba moja nakupa hili ulioliomba, lakini pili na la tatu nakupa usioyaomba. Na mimi naomba unapoendelea kujifunza somo hili, Mungu akupe na yale ambayo hujayaomba katika jina la Yesu. Unapomgusa akufanye
Bwana anataka ufanye kwa kanuni zake. Mungu unagusa na moyo wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu inua mkono wako juu sasa. Nimaliza, nataka sasa nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Na kama unasema ndio mchungaji, naona Mungu anisaidie, ninahitaji Bwana abadilishe kutoka kwangu. Naona kutoka kwangu ni duni, kuko chini, viwango vyangu viko chini, nahitaji Mungu anisaidie. Weka mkono wako kifuani, weka mkono wako kifuani. Wewe unasema viwango vyangu sijaridhika navyo, najua viko chini, nahitaji neema ya Mungu, nahitaji neema ya Mungu. I need the grace of God unto this. Nahitaji neema ya Mungu katika eneo hili. Nami najua iko neema ya Mungu. Unajua hili ni tendo la imani. Hatuna muda wa kuwekea watu mikono, lakini najua kuna kitu kimoja Mungu atakifanya. Atakupa moyo mororo, atabadilisha mazingira yako. Hii ni neema inatoka kwa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Naombe wote kwa pamoja. Labda uko hapa, pengine hujaokoka, ama ulirudi nyuma, ama hautembei vizuri na Mungu, na unasema nataka nipatane na Yesu leo. Kama upo, naomba njoo hapa mbele, njoo hapa mbele, nitakuombea yote kwa pamoja. Njoo hapa mbele. Wewe unataka kuokoka, unataka kupatana na Mungu, ama unasema njia zangu hazijakaa vizuri na Bwana, nataka nitengeneze. Hii ni nyumba ya matengenezo, ni nyumba ya matengenezo. Njoo hapa mbele kama upo, ninapokwenda kuomba juu ya mahitaji mbalimbali ya watu. Kama ndio naomba uje hapa mbele, njoo hapa mbele, nitaomba pamoja na wewe, na Yesu atakurehemu, Yesu atakusamehe, Yesu atakutakasa, Yesu atakupa kitu kipya. Haleluya. Asante, asante kaka, karibu. Asante sana, asante dada, asante dada, asante kaka, asante kaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante dada, asante dada. Ninasema ndio, wachungaji, ninasema yes, ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ninasema. Haleluya, asante. Nakubali. Asante kaka yangu, asante dada yangu. Wow, asante sana. Kweli nakubali, nakubali. Oh, asante dada, nakubali, Sema uniponye sasa. Kweli
uliyefika hapa mbele na pia uliweka mkono wako kifuani. Tutakwenda kwenye sala hii na najua Mungu atakwenda kufanya kitu cha tofauti. Na naiona iko nguvu ya Mungu kuponya asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu anafanya kitu kipya. Mungu ni wa ajabu sana. Atafanya mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Na historia yako inakwenda kubadilika. Maana ni Yesu Kristo ndio anaibadilisha. Na kile anachokifanya Mungu hakuna mwanadamu anayeweza kukibatilisha tena. Na baada ya hapo nitaomba mchungaji Neema utashika maiki, utakwenda kumshukuru Mungu na kuhitimisha. Sema, Mungu Baba. Mungu Baba. Ninakuja mbele zako sasa. Asante kwa kunifundisha. Asante kwa kusema na maisha yangu. Bwana, nimetambua kwamba katika maisha yangu kuna udhaifu, nina mapungufu. Ninakuomba Bwana unisamehe kwa mapungufu yote na hata dhambi zote na hata madhaifu yote ambayo Bwana yamekuwepo maishani mwangu. Ninakuomba Bwana Yesu unipe hatua mpya katika maisha yangu. Naomba Yesu Kristo uyatawale maisha yangu. Ninamkataa adui shetani na hila zake zote za kutaka kunirudisha nyuma. Ninarejea kwako kwa nguvu zako na uwepo wa Roho Mtakatifu. Asante Bwana kwa neema yako na uwepo wako ambao kuanzia sasa unanipandisha viwango vya utoaji, viwango vya utumishi, viwango vya kukaa katika kanuni zako na utakatifu wako. Najikabidhi mikononi mwako kwa maongozi yako matakatifu katika jina la Yesu. Haleluya. Endelea kumshukuru Mungu sasa. Endelea kumshukuru Mungu sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. 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 Baba, nakushukuru kwa ajili ya watu wako ambao wametoa maisha yao leo na kukubali kufanya matengenezo kwa upya. Na nibariki jina lako. Asante kwa neema yako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa kuingiza katika familia yako. Asante kuwatakasa kwa damu yako, kwa Roho wako Mtakatifu na kwa neno lako Bwana. Asante maana Bwana Roho wako amewahudumia. Bwana, nakushukuru. Tazama sasa ninamwombea kila mmoja aliyesikiliza ujumbe huu, akiwa hapa kanisani, akiwa nje, akiwa kwenye mtandao na mahali pote ambapo Bwana neno hili na mafundisho haya yanasikika. Na waombea wale wote wenye kiu ya kufanya vizuri na kutembea kwenye kanuni yako Bwana. Watembee Bwana, wajalie sasa kwa jina la Yesu. Wainue viwango vyako, wainue viwango vyao Bwana katika jina la Yesu. Baba, wafanye vizuri, wawe watoaji wema wenye kuzingatia kanuni zako. Na hivyo Bwana, achilia baraka za kiungu, achilia baraka za kimbinguni, achilia baraka zako Bwana zipate kwa juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Nasimama kinyume na utendaji wote wa shetani. Inaharibu leo na chochote kile kilichokuwa kinatokea Bwana kwa sababu ya mapungufu yaliyokuwepo, kwa madhara yoyote, ubaya wowote, udhaifu wowote, uwe katika sura ya ugonjwa ama balaa, mikosi, matukio mabaya ama aina yote ya uovu ambao ulikuwa unatokea ndani ya mtu binafsi ama katika familia, kutokana na kutozingatia viwango vyako vya utoaji na kutembea na wewe katika utakatifu. Bwana, tumeviharibu vyote kwa jina la Yesu. Tunasema asante kwa sababu kuanzia sasa tunapoondoka katika ibada hii, uwepo wako utaendelea Bwana kumfungulia kila mmoja wetu ukurasa mpya, hatua mpya, nguvu mpya, na neema yako itaonekana Baba kwa viwango vipya. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya uwepo wako. Tunakushangilia kama kanisa
sasa. Tunakuinua Bwana, tunasema pokea sifa, utukufu, heshima na adhama na Bwana na hekima, vyote ni vyako sasa na milele. Enzi na mamlaka ni vyako. Tunakurudishia utukufu wote katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba na kushukuru. Amen. Hallelujah. 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 Asante, unaweza kurudi mahali pako kama. Asante, naomba mumfuate. Naomba ninyi mliofika hapa mbele mumfuate mchungaji kwa dakika kama 5 tu, alafu mtarudi kwenye nafasi zenu. Hallelujah. Unaweza kukaa. Hebu naomba tumpe Mungu makofi mazuri, shukrani. Hallelujah. 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 Naomba sasa nimkaribishe mchungaji ambaye Jesus. Naomba tumhudumie mara moja. Namjua. Yaani ukakuwa